hajazaliwa kujua kwamba kuna nchi inaitwa Tanzania au Tanganyika. Mungu alikuwa nayo. Yes. Alitamka akaweka mipaka. Hii mipaka sio ya mkoloni. Mungu alipeleka ufahamu ndani ya mkoloni. Pitisha hapa, pitisha hapa, pitisha hapa. Hapa nimepachagua kwa ajili yangu. Kwa kile unachokiona ni kwa ajili ya Mungu. Kama Tanzania ni kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya Mungu, maana yake na wewe Tanzania ni kwa ajili ya Mungu. Chochote unachokiona ni kwa ajili ya Bwana. Nikirudi kwenye Wakolosai, anasema vitu vyote vya enzi, mamlaka zote zilizopo, kila unachokiona, kiti chochote unachofikiria, usultani Mungu aliweka kwa ajili yake. Shida unakuja usultani unakuwa mbaya, aliweka ajili ya usultani juu ya kile cheo. Tamka cheo chochote, ufalme ni cheo. Shida inakuja mfalme aliyekaa kwenye hicho cheo anakifuruga kile cheo, lakini ile nafasi ameweka kwa ajili yake, na aliyemkusudia kumweka pale Mungu amemweka kwa ajili yake. Shida pale katikati panapokorofisha, lakini kila unachokiona ni kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika tuko hapo kwenye maombi kwa ajili ya Bwana. Hatuombi mambo yetu, hatuombi vya kwetu, hatuombi utukufu wetu, tunaomba vya Mungu. Sasa mimi ni mwalimu, sitaki nifundishe zaidi. Nilikuwa nakupa neno la utangulizi. Tunaingia kwenye agenda ya kwanza ya kuomba. Tunaingia kwenye agenda ya kwanza ya kuomba. Sitaki tuende zaidi kwenye kufundishana. Muda wa kufundishana Bwana atatupa neema. Tutapata muda wa seminar, tutapata muda wa vitu vingi. Tumekuja kwenye kuomba. Na kwenye kuomba, kwa sababu tumepata yote ni kwa ajili ya Bwana. Hatutaomba kwa ajili ya utukufu wa askofu wetu wa Belimeli. Hatutaomba kwa ajili ya utukufu wa kanisa la upendo wa Tanzania Assemblies of God. Hatutaomba kwa ajili ya utukufu wa kanisa la KLPT. Hatutaomba kwa ajili ya utukufu wa kanisa fulani. Tutaomba kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tunataka Bwana afanye kila anachokitaka kwa ajili ya Tanzania. Bwana akikifanya na sisi tutapita kwenye mstari ambao Bwana ameufanya. Na tunapokwenda kuomba, maombi yetu yatasimama zaidi kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 6. Mathayo sura ya 6. Ninaunganisha na somo leo lilitoka kwamba vyote ni kwa ajili ya Bwana. Lakini tutakwenda kuomba tukitazama ile Mathayo sura ya 6 mstari wa 9. Anasema basi nyinyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mstari wa 10, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kama tulikotoka tumesema kila kitu ni kwa ajili ya Bwana. Maombi tutakayoyaomba, tunataka jina lake litukuzwe. Ombi letu la kwanza, jina la Yesu liumbike ndani ya mioyo ya Watanzania. Maana haya ndio mapenzi ya Mungu. Ndio penzi kubwa la Mungu ni jina la mwanae. Alimwatoa mwanae ili afe kwa ajili yetu.